Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, siku ya baraka sana kwetu, na Mungu ni mwaminifu. Ni ibada ya ushirika mtakatifu wa kushiriki mwili na damu ya Bwana Yesu, naye alifanya hivi ili kanisa libaki katika kumbukumbu ambayo ni ya kutangaza hatua muhimu ya wokovu wetu mpaka atakaporudi. Na Bwana Yesu kwa kuwa amesema tutafanya hivi tukiitangaza mauti yake mpaka atakaporudi, agizo hili ameliachia kanisa na sisi ili tuweze kutangaza mauti ya Bwana Yesu mpaka atakapokuja. Ni kuwa Bwana Yesu alikufa katika mwili, akafufuka katika roho, na sisi kwa njia ya wokovu tunakufa katika mwili ili tuwe hai katika roho pamoja na Kristo ambaye anatushirikisha mwili na damu yake katika ushirika huu mtakatifu ambao tuna neno la kusikia kutoka kwake, ili kupitia katika neno hili moyo wako uandaliwe kwa ajili ya kushiriki mwili na damu ya Bwana Yesu. Baada ya hayo, ninaomba tusikie neno la Mungu na kulitafakari ili tujue aweze kuthibitisha kwamba yuko katikati yetu maadamu tunaitangaza mauti yake hata atakapokuja, na sisi tumekufa pamoja na Kristo na tuko hai tena pamoja na Kristo kwa njia ya ufufuo wa roho zetu ili tutembee katika upya wa uzima. Sasa ninaomba kama unaandika, maana Bwana Yesu anasema heri aisikiaye neno. Moyo wako ni kibao cha kuandikia na kuhifadhi kumbukumbu ya neno la Mungu, lakini kwa kuwa moyo wako unaweka mengi, la muhimu zaidi ni kuweka hata katika kumbukumbu ya maandishi kwa neno unalolisikia, ili unapotafakari neno hili basi kumbukumbu ulizoziandika ziweze kukusaidia. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema, ujumbe wa leo, heri wenye njaa na kiu ya haki. Bwana asifiwe. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Neno hili alisema Bwana Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Nabii Isaya ambaye alikuwa ndio nabii wa Agano Jipya amesema katika neno lake katika Isaya 55 mstari wa 1 mpaka wa 3, amesema hivi: haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii mle kilichochema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Isaya anasema kama njaa yako na kiu yako ni kuwa na haki mbele za Mungu, usihangaike na kitu cha kula. Kama mna kiu, basi njoni mnunue bila fedha, na kwamba njoni mnunue ni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Sasa neno la Mungu linasema njoni nunueni bila fedha, nunueni divai na maziwa bila fedha. Maadamu amesema njoni nunueni, kununua ikiwa ni kwa fedha, ikiwa ni kwa vitu, ikiwa na nini, kunahusisha mabadilishano.
Ukiwa unakwenda kununua kitu lazima ukutane na nani? Na muuzaji. Bwana asifiwe. Lazima ukutane na muuzaji mwenye kitu unachokihitaji ili ununue, na ulimwengu wote unatumia fedha. Isaya anasema sisi wana wa Mungu, ikiwa tuna njaa na kiu, tunataka maji, tunataka asali, tunataka maziwa, tunataka divai, tutanunua bila fedha, lakini tutakutana na muuzaji. Huyo muuzaji atatupa divai, atatupa mkate, atatupa maziwa, maana yake atatuuzia. Ikiwa unanunua bila fedha, maana yake kuna kitu utakachokitoa ili upate unachokihitaji. Hakuficha, Isaya hakuficha kwamba utakachokufanya wewe ununue bila fedha ni nini? Anasema tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Gharama yako ni nini? Ni kutega sikio, na kutega sikio usikie. Ukishasikia utapata divai, utapata maziwa, utapata mkate. Kama mkate huu tunaokula na kunywa, tunaokula huko, tunanunua madukani kwa fedha, mkate huu wa damu ya mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo hatununui kwa fedha, tunanunua kwa kutega sikio na kusikia anasema nini. Bwana asifiwe. Yesu anasema njoni, nunueni bila fedha, njoni mpate divai, mule maziwa na mkate, lakini gharama yenu. Mkija kwangu sitawataka fedha, nitataka sikio lako. Bwana Yesu anasema heri mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Yako masikio ya kusikia na yako masikio ambayo kumbe yana shida kwamba hayasikii. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linalonijia sasa hivi ambalo sikuliweka katika hiyo kumbukumbu, limekuja hivi sasa, liko katika Wakorinto wa pili sura ya 10. Bwana asifiwe. Neno la Mungu katika Wakorinto wa pili sura ya 10, ninakumbuka neno hili linasema habari ya silaha za vita vyetu. Mstari wa 4 wa neno la Mungu kutoka katika waraka wa Paulo mtume sura ya 10 mstari wa 4 linasema hivi. Acha tuanze mstari wa 3. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Bwana asifiwe. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana asifiwe. Isaya anasema tega sikio lako ili ununue divai bila fedha, ununue maziwa bila fedha, ununue mkate bila fedha, ule unywe ushibe. Lakini gharama yako ni kutega sikio. Yeye anasema nini? Anasema Paulo mtume kwamba tunapigana vita lakini sio kwa jinsi ya mwili. Vita vyetu sio katika mwili, ila tuna silaha sisi. Silaha zetu zinaweza kufanyaje? Zinavunja ngome, zinateka ngome na kufanyaje? Na kuzateka. Silaha za vita vyetu zinateka ngome na kufanya kila fikra zifanyeje? Zimtii Kristo. Juzi kwenye mahubiri ya juzi niliwaambia habari ya mbinu za wapiganaji. Bwana asifiwe. Mbinu za wapiganaji, akishakupiga kwenye jicho, akiona damu inatoka, anajua kutoa ngeu, anarudia pale pale ili ufadhaike, ushindwe haraka. Bwana asifiwe. Lakini nimesema pia kwamba wako watu wanatolewa ngeu
lakini baada ya mwisho wa shindano yeye ndo anashinda. Kwa nini? Kwa sababu hajali ile damu wala hajali ile ngeu. Anachojali ni kwamba yuko katika mapambano mpaka ashindwe. Mpaka ashinde. Nilikuwa nimeangalia katika mtandao miaka ya mwaka wa 70 sio na ngapi, wale wanariadha. Juzi siku ile wanariadha mmoja anaitwa Manani sio Alphonse Simbu kapata medali ya dhahabu kwenye riadha ya dunia huko Japani. Sasa wakawa wanakumbusha wanasema katika miaka ya huko alikuwa Mtanzania mmoja alikuwa yuko kwenye mashindano ya riadha. Bwana asifiwe. Alipokuwa kwenye mashindano ya riadha, mwenzake walikuwa wawili, mwenzake alikwenda kamaliza mbio akiwa mtu wa 4 nafikiri. Lakini huyo Mtanzania, na picha tumeonyeshwa, alikuwa wa mwisho. Lakini alikuwa wa mwisho akiwa aje katikati ya zile mbio za kilomita nyingi, zile kilomita 42, aliumia huko katikati, misuli sio ifanyaje, akaanguka. Mfunga madaktari, yule mtu akawa anakimbia kwa kuchechemea hivi mpaka kamaliza zile kilomita. Yaani wakamwekea kumbukumbu. Sasa wale watu wakasema huyu mtu alitakiwa ashindwe kule alikopata hilo jeraha. Lakini wale maafisa kule, kwa nini wewe baada ya kushindwa acha ili uende ukaendelee kuangalia hali yako? Akasema sikutumwa na nchi yangu kuja kukimbia niishie katikati. Nimetumwa nikimbie mpaka nimalize huo mwendo. Si nimemaliza wa mwisho, lakini nimefika. Bwana asifiwe. Na nakwambia kwamba anapokujeruhi shetani, kwa sababu shetani na mishale yake ya moto anakujeruhi, lakini neno la Mungu linasema silaha za vita vyetu zinafanyaje? Zinavunja ngome. Lakini katika kuvunja ile ngome unateka nini? Fikra zipate kumtii Kristo. Hapo ndipo fikra zako zitakapomtii Kristo, utakuwa wewe umevunja ile ngome. Na Isaya anasema ukiwa na kiu njoo, ukiwa na njaa njoo. Usinunue kitu kwa fedha, nunua kitu bila fedha. Nunua divai na mkate na maziwa bila fedha. Lakini ili upate mkate na divai kutoka kwangu, sikiliza. Sina haja ya fedha zako, nataka sikio lako. Na sikio lako likipokea na kushika hayo ninayosema, utakuwa umepata hicho ninachotaka upate, ambacho ni zaidi ya divai, ni zaidi ya mkate, ni zaidi ya maziwa. Bwana Yesu anakuja kutushirikisha mwili na damu yake kwa sura ya mkate na kinywaji. Bwana asifiwe. Lakini anachotaka wewe, fikra zako zitekwe. Umejenga ngome gani? Bwana tusaidie. Ngome ambayo Bwana Yesu anataka aiteke ndani yako. Shetani mbona kashakutoa ngeu? Nataka musikie kitu kinachoitwa ngome. Bwana asifiwe. Ngome ambayo unatakiwa uivunje unapokuja kushiriki meza ya Bwana, unapokuja kushiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wengi walishindwa kumuelewa Bwana Yesu. Alisema mwili wangu ni chakula, chakula na damu yangu ni kinywaji. Chakula aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo atakuwa na uzima wa milele, na mimi nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Wewe una ushahidi katika maisha yako. Wako watu katika maisha yao kashazoea kulaumu. Hata iweje atalaumu tu. Unaona? Kwa nini anafanya hivi? Kwa nini anafanya hivi? Akaona unafanya vizuri, atanyamaza. Ila ukifanya kitu kidogo kinyume na vile anavyotarajia, ataamsha ile lawama. Shetani akisha kuona kwamba wewe ni hodari wa kulaumu, anaongeza kipimo cha moyo wako kubeba lawama kwa watu wengine, na kinywa chako kukiri lawama
Ukiendelea hivyo, ataimarisha ile akili yako ya lawama, utaishi hivyo. Na hii kwako ni ngome, na ngome hii usipoivunja, Mungu atusaidie, utazuia watu kumjia Kristo, na wewe utashindwa kumsikia Bwana Yesu. Bwana Yesu atapata hasara yako wewe, atakukosa na atamkosa na yule ambaye ilikuwa akutumie wewe kumleta. Neno la Mungu linasema silaha za vita vyetu tunataka vunja ngome na kuteka nyara kila fikra ili ifanye nini? Imtii Kristo. Wako watu kazi yao ni masengenyo. Yaani akikaa bila kusema juu ya mtu mwingine, na kusema kwenye anasema vibaya, hajui anasema juu ya nani. Shetani akishaona wewe ni hodari sana wa kusengenya, wa umbea, si kwamba atafanya wewe leo uwe mbea na kesho uache umbea. Atakuwa hawezi kukupata kwa sababu tayari kashakunasa na umbea. Basi saa zote atataka wewe ukusanye na watu, wape darasa la umbea, ili uwe mwalimu wao. Na ukiwa mwalimu wao utajenga ngome ndani ya fikra zao, na ndani ya fikra zako sasa shetani atakufanya wewe pia uone kwamba kuna watu wanakuteta na watu wanafanya umbea, wanakusema wewe vibaya, ili uwazuie watu wasije wakaingia kwa Kristo na wewe usiingie. Akisha kupata hiyo, shetani anashindilia, inakuwa ngome. Wako watu akili yao, kazi yao ni kusema uongo. Yaani akisema uongo kwake wala hauni shida, anadanganya leo kidogo na kesho anadanganya kidogo, na kesho shetani yeye anajua ndani yako kunajenga ngome gani. Akisha kuona wewe ni mwongo, unadanganya hapa, kesho unadanganya hapa, kesho unadanganya hapa, utakuwa sasa wewe ni kiranja na komando wa uongo. Kazi yako ni uongo, na uongo ni adui mkubwa. Bwana, neno la Mungu katika Ufunuo linasema wao ambao sehemu yao ni ziwa linalowaka moto ni pamoja na nini? Waongo wamo wametajwa. Sasa akisha kuona ana uwezo wa kukunasa wewe na uongo, atakufanya uwe mwongo kupindukia. Lakini uko tu kanisani, unakuja kanisani vizuri tu, na unakuja kanisani unaabudu na unaimba na kumsifu Mungu, unamshangilia Mungu, lakini mwongo. Hiyo ngome usipoivunja ukamtii Kristo, kwa sababu Yesu hayuko pamoja na waongo. Hiyo ngome usipoivunja, maana yake wewe utakuwa una shida ya kudanganya watu waamini maneno yako, na kwa kuwa ni ya uongo, maana yake anamsema vibaya Mungu unayesema unamwabudu. Wako watu wanatamaa sana. Yaani mtu ana tamaa mbaya, tamaa ya kila kitu, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, na kiburi cha uzima kimemshika, hana nafuu hata kidogo. Yaani anatamani kufanya kila kitu kibaya. Nimekuwa nikisaidia vijana fulani, anakuja, mchungaji, naomba niombee, nifanye hivi na hivi na hivi. Basi Mungu atakubariki. Acha usirudie. Namuombea. Anakaa baada ya wiki mbili tatu anakuja tena, mchungaji, na sasa analia kabisa, nimeanguka tena. Sasa umeangukaje? Shetani sikashamjua kwamba hana ujanja wowote huyu, hana ujanja wowote. Anakuja sasa wewe pale, hata ukimwombea, hata ukimfundisha, ngome ile ngome iliyojengwa mpaka yeye mwenyewe kwa hiari yake ajue, na hiari ya kuvunja ngome. Neno la Mungu linasema silaha zetu zinateka nyara fikra imo ndani ya mtu. Mimi niko nje, siwezi kuibadilisha fikra zako. Fikra zako iko ndani yako mwenyewe. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa na rafiki yangu, na hadithi hii niliwahadithia muda fulani. Mwalimu wangu anasema walikuwepo wanandoa
Wanandoa wachache mko hapa. Hawa wanandoa nimewafungisha mwenyewe ndoa vizuri. Sijakaa hata mwaka, mume anakuja anasema bwana, mke wangu kwa kweli simuelewi. Mke wangu jeuri. Mke wangu namna gani? Sawa. Nawafundisha. Wanakaa wiki moja, anakuja mke. Mume wangu mimi simuelewi. Mimi kila wakati nikisema mume wangu sijui hanielewi. Yaani nikisema hivi, yeye anageuka hivi. Nikimwambia fanya hivi, yeye anageuka hivi. Anawafundisha, anawaombea. Anatoka, anakaa, siku inayofuata baada ya wiki moja mume anakuja, yule mwanamke sijui vipi mchungaji, mimi naona wewe umetufungisha ndoa, lakini yule mwanamke mimi sielewi. Shetani amekwisha kujenga ngome ya fikra kwamba wao hapo nyumbani wanasubiri kitu kitakachowatofautisha, kitakachofanya watofautiane ili waende kwa mchungaji. Bwana asifiwe. Jamani, mchungaji naye ni mwanadamu. Na yeye ana ndoa yake. Ndoa yake anamrekebisha nani? Anachokifanya mchungaji, yeye anachokifanya anatoa msaada wa huko nje. Kwa nini? Kwa sababu kitu kinachoitwa ndoa ni agano la watu wawili mbele za nani? Mbele za Mungu, sio mbele za mchungaji. Yaani mchungaji anasimama hapa. Tunaona tunawashirikisha hapa ushirika. Ushirika ni mwili na damu ya Bwana Yesu. Ndio maana mimi nashiriki. Ndio maana atakutoa sadaka natoa, kwa sababu mimi ni mshirika ndani ya kanisa la Kristo. Siwezi kusema toeni sadaka mimi nitakaa hapa nikaa shirikini mimi nitawashirikisha. Haiwezekani, kwa sababu hata nini bwana nini Musa alipokuwa anawavusha wana wa Israeli kuelekea ng'ambo ya bahari ili avuke, Yohana Mbatizaji alipombatiza Bwana Yesu ilibidi na yeye azame. Na ndio maana mwenye kubatiza hapa anazama na yeye kwenye maji, anaingia kwenye maji, wote mnaloa, wewe unayebatiza na unayebatizwa. Kwa nini? Kwa sababu wote tunafanya mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Mchungaji yule, nimalizie hadithi, wale watu walipokuwa saa zote kasema nimemaliza karibu mwaka, ninawasuluhisha tu. Hekima ikanijia kwamba hutawaweza, kwa sababu hawakujua kwamba waliapa mbele za Mungu, mbele zangu mimi. Hawakuapa kwako wewe, huna msaada. Wameshindwa kusaidiwa na mimi. Sasa wewe shauri yako, utajua mwenyewe. Maana Mungu majibu yake yanakuaga si yako vipi? Alimwambia huna msaada, uweze kuwasaidia. Waliapa kiapo mbele yangu na wangetafakari kile kiapo. Akamaliza Mungu. Yule bwana ikamjia hekima ya kibinadamu. Hakukaa sawa. Wamekuja. Haiwezekani. Mimi huyu mwanaume sio namna gani? Ndio hivyo sasa. Yangu mchungaji yule, kama mnakumbuka mliokuepo, hadithi hiyo narudia leo kwa watu ambao hawajaisikia. Yule mchungaji kama tulieni, naomba mtulie hapa. Hapo msubirini Subiri. Akatoka. Alipotoka kaenda kufanya nini kule nje? Alikwenda wale waliojua ile hadithi, kama mnakumbuka, alikwenda kuleta nini kule? Mmesahau. Mchungaji amekwenda kule kukata bakora, fimbo ya kutosha. Unasikia? Amekwenda kukata fimbo ya kutosha. Akafika pale, mpo akaanza kuwatandika waheshimiwa wale vizuri sana. Anasema hakuna namna yoyote ninayoweza kuwasaidia, kwa sababu mbona nimetumia hekima yangu yote ya maandiko, ya utu uzima nilionao, ya utumishi wangu, bado hamuelewi. Maana kama ni mbuzi, ninabidi sasa mutewe bakora. Shetani alishajenga ngome ndani yao kwamba bila sisi kufarakana tuende kwa mchungaji, bado hapa haiwi ndoa. Aliwatandika fimbo wale watu wakatimka pale, hawakupata maombi tena wala hawakupata ushauri. Mshauri wao akawa nani? Sio wasema ujinga umo ndani ya mtoto, kwa pigo ndio utamtia akili. Basi. Kumbe walikuwa watoto kweli. Baada ya ile fimbo ikabidi, anasema ninapozungumza hivi na ninyi watu wa Mungu, wanazuoni, wale watu kanisani kwangu ni mashemasi wazuri. Mtu na mke wake wanatumika vizuri sikia tena. Ngome. Kila fikra imtii Kristo. Tunashiriki ushirika wa meza ya Bwana.
Si kwamba unakuja kula mkate na kinywaji hapa, unakuja kwa sababu uko hapa. Na kwa sababu hicho unachokula wewe ni mkate kama unavyojua wewe. Na kinywaji hiki ni kinywaji kama vile unavyokula kunywa huko barabarani. Hiki ni kitu kingine. Bwana asifiwe. Fikra zako zitiwe nuru, moyo wako utiwe nuru, macho yako ya rohoni yatiwe nuru. Isaya akasema, kwa nini mshughulike kununua divai na mkate na maziwa? Njoni mnunue bure. Hivi katika akili ya kawaida unanunuaje bure? Kwa mnunuzaji lazima uende na fedha. Lazima uende na kitu ili mbadilishane, kwa sababu biashara ni mabadilishano kati ya muuzaji na mnunuzi. Kila mmoja anahitaji kutoka kwa mwenzake. Wewe unahitaji kila alichonacho na mwenzako anahitaji fedha ulionayo. Basi tunabadilishana hivyo, mkishabadilishana hapo mmefanya biashara, kila mmoja kafurahi. Sisi na Bwana Yesu tunabadilishana nini? Kwenye ushirika. Bwana asifiwe. Sisi tunahitaji uzima wa milele. Tunahitaji kurithi ufalme wa mbinguni. Tunahitaji haki ya kuwa wana wa Mungu katika ufalme wake. Yesu anasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, njooni mle, njooni mnywe bure. Bwana asifiwe. Lakini kwa kusikia, masikio yenu kisha kusikia, msikie nasema nini. Na mimi ninawaambia kwamba iko ngome ambayo imejengwa ndani yako. Leo asubuhi jamaa rafiki yangu mmoja akanilia akasema, mchungaji, huko kwenye mtandao kuna shughuli. Kuna mtu mmoja kavaa combat na yuko huko. Anasema hapa sasa katika nchi mambo yameshindikana, inabidi wanaume wachukue nchi. Nimeenda kuangalia, nimemuona yule mtu. Lakini kwenda kumuona yule mtu nikasema, huyu mtu nini? Shetani anajua kipindi hiki sasa hivi ambacho watu tunaelekea kwenye uchaguzi, uongo ni mwingi, uchochezi ni mwingi, propaganda ni nyingi, balaa kila aina, ili tu avuruge amani ya nchi. Ataka avuruge amani ya nchi, akishakuvuruga yeye basi tena hakuna tena neno la Mungu linalohubiriwa, wala hakuna chochote. Nchi itakuwa tena hakuna cha nchi tena hapo. Watu ni mshike. Basi aishafanikiwa basi. Sasa ndani yako kuna nini? Kwa habari ya nchi. Maana wako watu humo kanisani usione hivi. Mnakaa lakini kazi kulaumu serikali, kazi kulaumu viongozi, kazi kulaumu. Ukishawalaumu wewe unabaki na lawama yako. Lakini lawama si kwamba inakusaidia, kwa sababu kazi yetu sisi ni ngome ya lawama ivuje, ni kumwomba Mungu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye anajua jinsi gani, na Mungu furaha yake ni kuona nchi inatulia kama hivi. Nchi inatulia. Watu tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, tunamtumikia Mungu. Sasa hiyo ngome ambayo adui ameijenga ndani yako ivunje, fikra zako zimtii Kristo. Unapokuja kushiriki ushirika huu wa damu ya mwili na damu ya Yesu, ujue kwamba unakuja kula na kunywa mwili na damu ya Yesu. Si kwamba utatesti usikie ladha ya mwili wa Yesu, si kwamba utatesti usikie ladha ya damu ya Yesu. Na mimi sijui kama hata kwa mfano ukisikia hiyo ladha kwa namna ya mwili hivi utaielewa. Imani yako itakupa kufahamu kwamba unakuja mbele za Yesu kushiriki mwili na damu yake. Bwana asifiwe. Sasa ninaomba nimalizie, kwa sababu baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha kikao. Naombeni yote hivyo tuvifanye kwa uaminifu. Na sasa ninasoma neno la Mungu kutoka katika Injili ya Yohana. Ninasoma Injili ya Yohana sura ya 6. Injili ya Yohana sura ya 6. Neno la Mungu linasema katika Injili ya Yohana sura 6 kuanzia mstari wa 26. Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia,
Hii ndio kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ngome iliyokuwa ivunjwe na ngome unayotakiwa kuvunja iko kwenye nini? Kwenye fikra zako, ili fikra zako zimtii Kristo. Hiyo ndio silaha ya vita vyako itakayokupa ushindi. Na ukisha kuivunja hiyo ngome, fikra zako zikimtii Kristo, utakula na kunywa mwili na damu yake ili upate haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Msikie hili neno, alafu mwangalie Bwana Yesu anasema kwa kumaanisha nini. Amini amini nawaambia, siye Musa Musa alifanya hivyo wakati gani? Uliopita huko jangwani. Bali Baba ana. Wataalamu wa Kiswahili kisha kusema ana, maana yake ni kitu kinachoendelea. Mimi sasa hivi ninafanyaje? Ninahubiri neno la Mungu. Kipindi kilichopita nili, na wewe Jumapili iliyopita ulikuwepo hapa, lakini leo upo hapa na unafanyaje? Unasikia na kupokea, maana yake unaendelea. Bwana Yesu anasema, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Chakula kinachoshuka kutoka mbinguni kinatoa uzima. Neno la Mungu katika Injili ya Luka, Injili ya Yohana sura ya 17, Bwana Yesu mstari wa 3 anasemaje? Uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli, Mungu wa pekee, na Bwana Yesu Kristo uliyemtuma. Bwana asifiwe. Isaya anasema, kwa nini kununua na nini kitu ambacho hakishibishi? Njooni mnunue bure. Njooni mnunue maziwa na divai pamoja na mkate bure. Lakini mtanunuaje? Sikilizeni. Yaani tegeni masikio yenu. Ukisha kusikia, basi hapo ndipo mtakuwa mmenunua, mtapata hicho mnachokihitaji bure. Lakini si kwa ajili ya maisha haya, ni kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana Yesu anawaambia, amini nawaambia, Baba yangu wa mbinguni anawapa ninyi chakula kitakacho wafanya muishi milele. Sasa hicho chakula kinachofanya muishi milele ni chakula gani? Sikia neno la Mungu, anasema basi chakula kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasemaje? Nini kichwa cha ujumbe wetu wa leo? Nasemaje? Heri wenye njaa na kiu. Huko katika sura ya 5 ya Mathayo mstari wa 6 wanasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watafanyaje? Watashibishwa. Bwana Yesu anawaambia Wayahudi, anasemaje? Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Yeye aniaminie, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 unasemaje? Sura ya 6 mstari wa 30 kuanzia mstari wa 20 na ngapi hapo, anasema
Msisumbukie maisha haya, mle nini mnywe nini. Yaani tabu yako ni ule nini unywe nini. Yaani ndio tabu ya kwanza hiyo. Na hicho alichokiona Bwana Yesu kule nyikani alipojaribiwa, aliambiwa geuza mawe yawe mkate, kwa sababu kwa vyovyote kama una shida yako ya kwanza wewe itakuwa ule nini unywe nini. Ndio shida ya msingi, ndio mahitaji ya msingi ya mwanadamu. Ale nini anywe nini, baadaye ajue avae nini, kutoka hapo akalale wapi. Anasifiwe. Unafikiri katika hali ya kawaida maisha yana wigo mpana sana? Maisha hayana wigo mpana. Ule nini, unywe nini, uvae nini, ukalale wapi. Maisha ndio yameishia hapo. Inachotokea hapo baadaye, labda kama unauma ukapata kutibiwa wapi, hiyo ni ziada. Kwa sababu hiyo haimshiki mtu katika mzunguko wa maisha ya kila siku. Mahali pa kuumwa sio uende hospitali. Unaweza kukaa, watu wanakaa miaka 2-3 wala haendi hospitali. Lakini anakula, anakunywa, anavaa na analala na kuamka kila siku. Hayo ndio mahitaji ya msingi ya mwanadamu. Hivi leo hata ukawa umepewa, ndio maana Bwana Yesu anasema itakufaidia nini wewe ukiupata ulimwengu wote kwa hasara ya nafsi yako. Ulimwengu wote huu hata ukimilikishwa leo, ukaambiwa haya mautajiri yote ya ulimwengu, wewe utabaki kula na kunywa na kuvaa na kulala, utaishi hapo. Na thamani yako wewe binafsi ya kula na kunywa na kuvaa na kulala na kuamka haina thamani, yani haina bei. Haina bei. Wewe jiulize tu, asubuhi wewe piga hesabu yako. Asubuhi unakunywa chai, mchana utakula utakachokula, kiwe kizuri kitakavyokuwa. Lakini utakula kitakwenda kuamliwa na ukubwa wa tumbo lako. Hata kikawa kingi kiasi gani, kikawa chakula chenye bei kubwa kiasi gani, muamuzi wa shiba yako ni ukubwa wa tumbo lako. Na huli kilo moja ya mchele, huiwezi. Huli kilo ya nyama, huiwezi. Hata ukawa tajiri mwenye mabilioni aliyomiliki ulimwengu wote. Haya, tuondoke twende kwenye kuvaa. Hivi wewe unaweza ukavaa ukaenda kwa fundi ukaambia chukua mita 20 nishonee suruali, chukua mita 10 nishonee koti? Utavaa kitakachoamriwa wewe kuvaa ili upendeze ni ukubwa wa mwili wako. Utaisha shilingi ngapi? Ukitoka hapo naambia kwa utajiri naona nataka chumba changu cha kulala kiwe kama hili. Sisi kama hivyo, kitanda changu kitaka kiwe futi 20 kwa 20. Utalala wewe, utakauka pale, utaonekana kituko tu, mwenda azimu mmoja hapo. Kituko. Kakitanda kako hata futi 3 kinakutosha tu. Hayo thamani ya maisha yako ni zaidi ya hivi unavyofikiri. Kwamba labda nisipofanya kazi ya Mungu, nisipokwenda kwa Mungu, nisipomtumikia Mungu, labda huko ndio kujipambania na shetani kwa vile kashakujua kwamba una udhaifu gani, shingilia ile ngome ndani yako ili isivunjike, ukamtii Kristo ili akupoteze. Mungu atusaidie tunaposhiriki ushirika huu wa meza ya Bwana, kwa sababu tunachokitangaza ni nini? Tunachokitangaza hapa ni nini? Mauti ya Bwana Yesu. Yeye hakuona kukaa akukose wewe kuwa ni kitu cha kufa, ni kitu cha kuambatana nacho. Anaona bora afe msalabani, amwage damu yake ili wewe na mimi tuokolewe, twende kesho tukapate kuurithi uzima wa milele tukikaa katika ufalme wa Mungu. Nyonge kweli lini ambavyo vinatumia fedha bure, bali Bwana tusikie kama ambavyo neno lako limesema. Mungu wangu na Mwokozi wangu, tunakuja kushiriki. Naomba kila mmoja atakayeshiriki, Mungu wangu na Mwokozi wangu, fanya jambo jipya ndani yake. Iko ngome iliyoteka maisha yake, ngome hiyo ivunjwe ili apate kujua Mungu wa kweli, Mungu wa pekee, na Bwana Yesu Kristo uliyomtuma ili atamani sana kuwa na haki ya uzima wa milele. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba. Amen. Na vivi hivi
Baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunaendelea Mungu kutangaza mauti yako Bwana hata ujapo. Na sasa Baba, ninaomba Mungu, kikombe cha damu yako kilichogawanywa kwa ajili ya watakatifu wako ambao wanakuja kushiriki siku ya leo, Mungu, kitangaze mauti yako ndani yetu, tufe kwa habari ya matendo ya mwili ili tuwe hai kwa habari ya matendo ya roho, ili tuweze kuishi milele pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, tukiuthibitishia ulimwengu huu kwamba Bwana, sisi tu wanafunzi wako na Bwana umetupa kibali cha kutangaza mauti yako mpaka utakapokuja. Libarikiwe jina lako Mungu, kwa maana ni kwa ajili ya hayo tuko mahali hapa, na kwa ajili ya hayo Mungu wangu na Mwokozi wangu umetoa uhai wako ili uwe fidia ya wengi, nasi miongoni mwao. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu naomba. Amen. Neno la Mungu linasema, basi kila aulaye mkate huu na kuinywea kikombe hiki cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kuto upambanua ule mwili. Bwana asifiwe. Mwili wa Bwana Yesu tuule kwa kupambanua. Tunakula mkate, lakini tupambanue kwamba uwe sio mkate ule tunaokula huko nyumbani. Tunakunywa kinywaji, lakini sio hivyo vinywaji na juisi na kila kitu tunapokula tunakunywa huko nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu umepambanuliwa, umejitenga, umetofautishwa na hivyo vitu vya mwilini tunavyoshiriki. Kwa hiyo unapokula na kunywa, jihoji mwenyewe ili upambanue kwamba unakuja. Kwa sababu tunatafakari neno la mtunga Tenzi za Rohoni, kwamba unapokuja hapa umesogea mtini pa Bwana Yesu ili utangaze mauti yake kwa kushiriki ushirika huu wa meza ya Bwana. Kwa hiyo sasa ninaomba safiwa yako ya muage kwa kwako, uje shuhudia nuru ya imani yako zipata ahadi wake muamini. Nimesogea mtini wako, safiwa yangu ya muage kwako, napata wokovu wema na rehema kwako Bwana, nina nguvu na kila imani. Nimesogea mtini pako, safiwa yangu
nimesogea safi kwa damu yako yepapo. Haleluya. Kasone damu ya Yesu ana uwezo kunipao kijito keje ya 113. Haleluya. Enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana usifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani. Amketisha pamoja na wakuu wa watu wake. Huweka nyumbani mwanamke aliyetasa awe mama wa watoto mwenye furaha. Bwana asifiwe. Hilo neno la Mungu ni ushuhuda wa waraka wa Injili ya Mathayo sura 26 mstari wa 30. Neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo sura 26 mstari wa 30 inasema kwamba nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Walikuwa naimba wimbo huu ambao umeusikia sasa hivi kutoka katika Zaburi 113. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya ushirika. Naamini kabisa kwamba ushirika mtakatifu ni ibada ya pekee sana ya kanisa. Na kanisa la Pentekoste Tanzania, moja katika misingi yake mikuu ya imani ni pamoja na ushirika mtakatifu. Tunaamini juu ya ushirika mtakatifu. Tunaamini juu ya ubatizo wa maji mengi. Tunaamini juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaamini juu ya ushirika mtakatifu, na tunaamini juu ya toba ya kweli na kuzaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Ziko nguzo, lakini hizi ni za muhimu katika kanisa la Pentekoste Tanzania la watu waliookoka. Na hiyo wewe mshirika wa kanisa hili, Bwana Yesu atakapokuuliza swali siku ile kwamba ulikuwa umeokoka, ulikuwa unashiriki kutangaza mauti yangu mpaka nitakapokuja, siku atakapokuja atataka kuona watu ambao wamezaliwa mara ya pili, nao wamekuwa wakitangaza mauti yake siku zote za ibada zao kadri wanapopatana mpaka anapokuja. Na hawa watu, maadamu Yesu katuagiza kwamba mtakuwa mmeitangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo, tunapoitangaza hiyo mauti ya Bwana
tuna neno la kumwambia Bwana Yesu siku yake ya kuja. Ndio sababu tunatakiwa Wakristo wote waliookoka tuwe na ushirika wa meza hii. Usikae mbali kwa sababu yoyote ile ya kutokushiriki meza ya Bwana. Sababu yoyote ile, kwa sababu kupitia katika mafundisho, kupitia katika ushirika wako wa kanisa unatakaswa ubadilike, uende sawa na mapenzi ya Mungu. Unapokwenda kinyume na Mungu, jihoji mwenyewe. Ndio maana naambiwa jihoji mwenyewe. Kama ulikuwa una shida kidogo kwenye nafsi yako, basi mwambie Bwana Yesu, nisamehe, ninasogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Bwana asifiwe. Basi ninaomba sasa tunaamini kabisa upendano kujenga boma zuri kwao, wakae kwa amani waliookoka, hata ulimwengu wote urudi, ili Bwana Mungu utengeneze kundi moja lililo chini ya mchungaji mmoja. Ya Mungu mwenye nguvu katika jina la Yesu Kristo, ninamshukuru kwa ajili ya kundi hili ambalo Bwana anaendelea na kutoka mahali hapa. Ninamsikia Bwana, jaza upendano ndani yao, jaza upendo wako ndani yao. Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, wafanye kwa nuru katika ulimwengu, ili waweze kumfuta ulimwengu uje kwako Bwana wetu Yesu Kristo, kama ambavyo Baba unatukuta siku zote hata mahali hapo Bwana, ili katika kundi hili asiwepo mtu ambaye ana mawazo tofauti, mwenye fikra tofauti, anajenga ngome yake mahali ambapo Mungu huko wala huna kibali, bali Bwana Mungu mkono wako wazizi hili Mungu waweze kuwa kundi moja kimwili na kiroho, mawazo yao, maneno yao, mwenendo wao, tabia zao. Ewe Mungu mwenye nguvu, zikutiwe Bwana wetu Yesu Kristo, zikiwa zimeboa ngome na fikra zao. Mungu mwenye nguvu, tunatamani kutii mbele zako kama ambavyo Bwana Mungu umekuwa mtii. Bwana Yesu umekuwa mtii mbele za Mungu aliyekuita na kukutuma katika ulimwengu, na katika ulimwengu wote umevutwa kwako Bwana Yesu, kwa maana nia yako ya kutii tumeiona na tumeipokea. Libarikiwe jina lako Mfalme mkuu. Mungu mwenye nguvu, asante kwa ibada ya leo. Ni ibada ya baraka sana, ibada ambayo Bwana Mungu imefanyika baraka kwetu. Tangu tulipoingia tunaona jinsi ambavyo Baba Mungu umetupaka mafuta ili tuweze kuwa watu wako Mfalme mtakatifu, bao Bwana mfano wako wametia kwa Yesu. Na sasa Baba, tazama Bwana, jana yetu ya kuwa makuhani wa Mfalme na watu wa milki yako ni kushiriki Mungu mwili na damu yako Bwana Yesu, mtakatifu na utakaso utakapokuja Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninalikabidhi ile kusanyiko ambalo Bwana Mungu umeniita kurudi, ili Bwana niweze kwa kusanyiko linalofanyika kundi moja na mchuka mmoja tu. Na asante Bwana kwa ile wiki hili linaloanza ambalo tunapatana ya kuja mbele zako kwa maombi. Sema na kila mmoja Mungu aweze kutambua maana halisi ya jana juu yake na maendeleo ya kuja na kuma. Waweze Bwana Mungu kushikamana na neno lako, na hilo neno lako ndio uzima wetu Baba. Siwepo mtu ambaye anatamani uzima huu Baba yetu na Mungu wetu, ninamsimama kwa kuwa na uwezo wa Baba mtakatifu. Unatuwezesha katika hayo, ili ndiye jina lako Mungu. Tunakutawanyika tunapoendelea na vikao hivi kwa uwezo wa huduma mbalimbali, na Mungu Bwana tunatawanyika. Mungu tunakabidhi wiki, ndio baraka kwa wafanyakazi, ndio baraka kwa wafanyabiashara, ndio baraka kwa wanafunzi, ndio baraka kwa wajasiriamali, ndio baraka kwa watumishi. Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, asante. Ninakushukuru kwa hayo ya Mungu Bwana. Zaidi tunafanya wewe Mungu unatujua, na kwa Baba Mungu wako unatuwazia mawazo ya amani, wala si mabaya. Mawazo ya Yesu yetu, wala si ya kusema tunatenganisha leo kama
mbingu zimebali na ardhi, kadri ya hayo tunatamani kuona zaidi. Kwa utukufu wako ukiachiliwa Mungu katikati ya familia zetu, katikati ya dunia zetu mbalimbali tunazokusanya. Mungu usikie. Tunashukuru katika machache ili kama nimekalia Mungu katika jina la Yesu. Tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Peleka amani ya Bwana.